Ni mtazamaji wa Gift Online TV, ni wakati mwingine tena tumekutana hapa kwenye Chai na Maisha, tukiweza kujadili maisha yetu haya ya kila siku, venye yanaenda, jinsi yanaenda. Moja kwa moja tuweza kujadili hapa vyema kabisa, moja kwa moja ndani ya Chai na Maisha. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na kwa siku ya leo tuweza kujadili mada kuhusiana na mahusiano. Kuna ile mtu unakuwa naye kwenye mahusiano lakini anataka kufahamu kuhusiana na mahusiano ambayo yaliweza kupita. Kwa hiyo tuweza kujadili hapa moja kwa moja vyema kabisa, vizuri zaidi kuhakikisha kwamba tunaweza kufahamu hilo kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Tobias Kisima, lakini nitakuwa naye hapa Esther Mamkwe, tukiweza kujadili vyema kabisa kuhusiana na mada siku ya leo ambayo inasema, je, kuna ulazima wa mpenzi wako wa sasa kujua mahusiano yako yaliyopita? Tuweza kufahamu hapa moja kwa moja. Esther, habari kwanza za wakati huu? Salama, sijui za kwako. Mimi niko poa. Ndio, niko poa. Ijumaa imefika. Weekend imefika. Tutafute tu hela. Tutafute hela ili Jumamosi tusio tunafua. Na kufanya usafi. Tusijali, lakini nategemea na majukumu. Hata kama una hela unaweza kukuta ndio siku natumia kufanya usafi. Hamna namna. Hakuna. Yaani wenye hela Jumamosi sio siku ya kufanya usafi. Ni ya kufanya. Siku ya kufanya usafi ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Ya kula bata. Lakini Jumamosi ni kuenjoy pamoja na Jumapili kwenda kanisani, ukitoka unaweza kwenda kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini sio kutenga eti Jumamosi ndio siku yangu ya kufua. Hapo tunakuweka kwenye kundi la watu ambao hawana hela. Siku ya kufua. Ni siku ya bata tu. Ni siku ya bata. Kwa kama na wewe ni mmoja wapo wa kufua, jitahidi upate hela. Uachane na hicho kipengele. Sawa, kwa siku ya leo tunaweza kufahamu kwamba kuhusiana na ulazima wa mpenzi wako kuweza kufahamu mahusiano yako yaliyopita. Wewe kwa upande wako unaona je, ni sahihi mpenzi wako kuweza kufahamu mahusiano yako yaliyopita? Okay, sawa. Mada imekaa fresh, lakini ni sio sahihi kufuatilia. Kwa sababu gani tunakwambia? Hata tuseme tu nimekuwa ya nyuma yanakuhusu nini wewe? Kwa sababu wewe tayari tunaanza upya, ni mimi na wewe. Huyo wa nyuma hana nafasi tena. Kwa hiyo ni mimi na wewe, tunatakiwa tufocus mimi na wewe. Tunaenda wapi? Tunafika wapi? Nini ambacho tunatakiwa tufanye? Lakini huo muda wa kukaa na kupoteza kwanza kudiscuss maisha ya nyuma yalopita, uko ni kupoteza muda. Sawa, mimi naona kwa upande wangu bora ufahamu. Ili iweje? Kwa sababu unaweza ukafahamu kwamba ukajua huyu mtu nyuma walikuwa wakiwa wanaishi katika tabia gani. Mpaka mimi ninaishi naye. Tabia zinabadilika. Kwa nini waliachana na yule mpaka aje akae na mimi? Kwamba ina maana kuna tatizo au kuna kitu ambacho kiliweza kuwatenganisha wao. Sio vyovyo tu. Kwamba uwezo ukajua mtu tabia yake ilikuwa ni nini, labda alikuwa jambazi, alikuwa labda anafanya vitu ambavyo sivyo. Mwisho wa siku wale wakaja wakaachana. Sijui umenielewa? Nimekuelewa, lakini ngoja nikuulize swali hapo. Tabia inabadilishwa. Na mimi kama nimekupenda wewe Tobi, tabia zako mimi, tabia ninazotaka mimi lazima wewe nikubadilishe. Kuna tabia ambazo mtu anajaribu kuzibadilisha lakini inashindikana. Haishindikani. Nikikupenda inashindikana. Mfano kuna watu wanapendana wapo kwenye ndoa. Kuna msemo wanakwambia hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ndio nakwambiaje, kuna watu wako kwenye ndoa, wako kwenye mahusiano, wako kwenye ndoa, baba anarudi nyumbani amelewa na kila siku anajaribu kila namna kumbadilisha, inashindikana. Alafu niambie kwamba mtu atabadilika. Ngoja nikwambie kitu. Kuzungumzia swala la kurudi nyumbani umelewa, kuna namna mwanamke afanye. Namna gani sasa? Yeye namna gani afanye? Mfano nipe sasa ushauri. Wanaume tabia yenu ampendi kelele. Tabia ya mwanaume apendi kelele, apendi kufokewa, si ndio? Sasa mimi na wewe, let's say mimi na wewe tuna date, ama ni tuko kwenye ndoa. Umerudi saa moja umelewa, mdomo niaongea mpaka napaliwa, yani mpaka mate kabisa yananikauka. Kesho ukarudi hivyo, hata kama ni wewe lazima utabadilika. Wanawake wengi hawaja kujishusha kwao ni ngumu. Ngoja nikwambie, mtu amekuja ameelewa kwa ile haelewi kitu. Ukimpigia kelele hata kesho ataelewa kile kitu cha ambacho. Ndio maana nakwambia sasa huwezi kubadilika. Ndio maana hiyo tabia inakuwa ni sugu. Na tena pengine tabia hiyo ya kunywa pombe ulikuwa unarudi saa 4, ukarudi kesho yake asubuhi. Kwa nini? Mwanamke hajajua jinsi gani ya kuhandle wewe. Jinsi gani sasa anatakiwa muhendo? Mimi nataka mwanaume amerudi nyumbani amelewa. Amerudi amelewa,
kipi ambacho afanye mwanamke? Wewe umesema kwamba tabia inabadilika. Umerudi umelewa. Utakiwa kumsemesha yule mtu au kumgombeza, kumfokea. Sawa. Amerudi, kama ni tabia ya desturi yake unamwekea maji ya kuoga. Yaani fanya mwanzo, let's say ulikuwa unywe pombe. Ukirudi kazini tutazungumza, utaenda kuoga, nitakuandalia chakula utakula, kama ni kusali kabla kwenda kulala tutasali, tutaenda kulala. Yaani vile vitu usivibadilishe tikisa unakunywa pombe. Pengine huwezi kujua changamoto gani amekutana nayo kazini. Lakini unapaswa, ngoja nimalize, unapaswa amerudi kazini amelewa. Fanya vile vitu ambavyo unafanyaga akiwa mzima, akiwa yuko normal hajalewa. Kesho yake asubuhi. Kuna wengine huwa wasikilizo, kirudi tu ni vurugu zinaanza. Yaani amefika tu hivi nyumbani vurugu zimeanza. Hapana, kuna namna kumweka mwanaume wako abadilike, na mwanamke anaweza kumbadilisha mwanamume wake, na wewe mwanaume unaweza kunibadilisha mimi ukafanya zile tabia ambazo mimi nazipenda. Mfano. Na ukafanya mimi nikafanya kile ambacho nakipenda. Kabla kuingia kwenye ndoa mnakuwa na mahusiano, si ndio? Kwenye yale mahusiano ndo unamjenga mtu wako aweje. Sawa? Ndiyo. Mimi mwanamke sipendi mwanaume wangu anywe pombe. Kabla sijaingia kwenye ndoa lazima nikubadilishe hapa. Ikishindikana nitaamua sasa niingie hivyo na miguu na kichwa ama nibaki. Kwa sababu gani? Kila mtu wewe tu sasa hivi unataka mwanamke wa aina gani? Nitakujibu. No, tuendelee. Lazima unijibu alafu tuendelee na hili swali. Unataka mwanamke wa aina gani? Ambaye sio mjeuri, ambaye apigipigi kelele, mcha Mungu. Kwa hiyo ukikutana na mimi Esther ndo umenipenda. Ndiyo. Kwenye mahusiano kabla tujaingia kwenye uchumba. Mimi ni mjeuri mbaya kabisa. Simchi Mungu. Utafanya nini? Tayari ulishanipenda. Lakini kuna tabia moja au mbili sio sifa yako wewe ya kuwa na mwanamke. Utafanya nini? Itabidi nianze uchunguzi. Jambo la kwanza hilo. Nikishafanya uchunguzi sawa. Uchunguzi kwa nani? Kwa nani? Sasa yes, uponae karibu. Sasa ndo utafanyaje ile tabia aweze kuiacha? Kama mimi nimezoea kuongea mwanzo mwisho ni mdomo. Mfano kama aendi kanisani itabidi umshawishi siku moja aanze kwenda. Ndo hilo. Sasa hicho unachonijibu ndo mimi mwanamke mwanaume wangu akiwa kwenye anakunywa pombe kabla tusijaingia na wewe kwenye ndoa naanza kukubadilisha kwanza tukiwa kwenye mahusiano. Ili nikifika kwenye ndoa kama nimeshindwa niamue hapa na nao mikono nimwache aende ama navumilia hii hali ya kunywa pombe nitaivumilia. Lakini ndo maana unaambia kwenye mahusiano, kwenye uchumba ndo unatakiwa upime tabia zote. Sasa utafahamuje naje akiingia kwenye ndoa alafu akageuka karudia tabia yake ya zamani? Kuna kitu umekifanya au kurupuki tu. Mimi nakwambia kuna kosa umefanya ama kuna kitu kinamsibu. Kitu gani sasa ndo nikae naye chini mambo ni mengi. Ndo sasa hupaswi kumuuliza hapo kwenye hupaswi kumuuliza saa hiyo yeye kaja yuko juu. Na wewe sasa unaanza kumuuliza kwani unakunywa pombe? No, haifai. Amekunywa pombe. Fanya vile vitu unavyopaswa kuvifanya. Tulia. Kesho asubuhi ile pombe itakuwa imekata au hata mchana mwambie mume wangu, rafiki yangu twende sehemu fulani. Hata muda wa lunch, hata kama yupo kazini, kuna muda wa lunch wanapewa. Mnatoka mnaenda mahali mnazungumza. Ataona kabisa mke wangu hivi. Yaani wanaume wenyewe mnapenda kubembelezwa, hilo liko wazi. Kwa hiyo nimekuongelesha na wewe vizuri kwa lugha ya upole. Actually lazima utabadilika. Lakini nikakufokea ile mwanzo mwisho. Kesho unaweza ukaja hata asubuhi. Na upo tu kesho yake ungapigwa simu huko mtaroni. Sawa, sababu gani wewe unaona sipaswi kufahamu mahusiano ya mtu aliyopita? Cha kwanza ile itakuwa ni udhaifu. Tuseme mimi mahusiano ya nyuma tulikuwa tunagombana sana. Au yule mwanaume kuna vitu alikuwa hafanyi kwa mwanamke au mimi mwanamke kuna vitu nilikuwa sifanyi kwake. Sasa sipaswi kukueleza wewe kwa sababu utachukua kama udhaifu. Utabeba kama udhaifu wangu. Kwa hiyo kuna mahali utanibamiza kutokana na hicho kitu. Tayari nilishakupa nyuma. Lakini tumekutana mimi na wewe. Nibadilishe nifanye tabia unazozitaka wewe kwa mwanamke wako. Mimi mwanamke wako nikubadilishe nifanye tabia ninazozitaka mimi. Tusonge mbele. Tuwazungumzie mbele. Maana hayo ya nyuma hayana maana. Aidha nimekaa na mtu miaka 2 imepita huko 3. Sasa hivi tunakuja kujadili ili nini? Kuna ile unakuta mtu yuko na mahusiano na rafiki yake. Alafu mwishoni akaja akachana na rafiki yake wakawa wote. Yule mtu huwa anafahamu miongoni mwa tabia ambazo ziko na yeye. Lakini mbona wao wanaingia kwenye mahusiano
na wanajua yale yaliyopita na wengine hawayaletei madhara. Sikiliza Toby, wewe hapo unajua mimi mahusiano yangu ya sasa hivi unayafahamu. Nikaja kuachana na ule mtu nikaja kwako. Tayari unayafahamu wewe binafsi. Lakini sio tunakaa chini eti tumekaa tunaanza kudiscuss. Unajua mimi na Juma tulikuwa tunafanya hivi, tunapigana, sio tunatoka out, sio tunafanyaje? Imagine na kuhadisia mimi na Juma nilikuwa natolewa out kila weekend. Alafu wewe una uwezo. Kichwani kwako unajenga nini? Changamoto kweli. Nikakwambia mimi na Juma kila mwisho wa mwezi napewa 300 ya matumizi. Wewe hata 300 ya mshahara upewe. Inakuwaje? Inakuwa ni kwa hiyo hakuna namna yoyote inaweza kwamba tuzungumzie mahusiano yaliyopita. Hayo yalishapita. Ile kurasa unaifunga. Mnafungua kurasa mpya. Mimi na wewe tunaanza kurasa mpya. Kwa sababu kuna vitu naweza nikakueleza unashindwa kuvifanya, wewe unajifikiriaje? Inakuwa ni changamoto. Ndio maana sasa ndio maana nikabaki pale nikakwambia sio haina ulazima wote wala sio muhimu mimi kujua mahusiano yako ya nyuma. Hayo yalishapita. Sijui ulikuwa unapanda, unashuka, unakatiza. Hayo yaishe. Tuna focus na mimi na wewe ambayo tumeanza mimi na wewe. Sawa hapo nimebidi narudi kwako. Kwa nini unataka kufahamu ya nyuma? Nilikuelezea pale kwamba ukifahamu jambo la nyuma huwa litakusaidia kwa sababu unakuta huyu alikuwepo labda ana tabia ambazo sio nzuri, lakini kwa mwanzo unafikiri kwamba mimi na wewe tumeingia kwenye mahusiano najua kabisa nyuma nilikuwa kivuruge mbaya kabisa. Tena unaweza kukuta mimi ndo nilikuwa chanzo cha ile mahusiano kuvunjika. Unafikiri nitakuhadisia? Au nitakwambia unakuwa unaufahamu, unachukua fahamu ili ujue sasa unafikiri atakwambia ukweli? Inabidi nikae naye kwa hivi kama ana shida hii. Unafikiri nitakwambia Toby mimi nilikuwa nachepuka, yani kitu fulani tumeachana? Unafikiri nitakwambia hivyo? Ndio anachukua azungumze ukweli. Hapana, siwezi. Akisema kwamba alikuwa anachepuka mwambie sasa hivi inabidi utulie. Hapana, tabia yani wewe mwenyewe ndo unamkochi mtu wako. Haya nikakwambia kila siku nilikuwa natolewa weekend. Natolewa auti, tena kwa wadada sasa hivi wanavyoona nasafirishwa tunaenda mikoani kuenjoy. Ijumaa napelekwa mkoani narudi Jumapili. Utaweza? Hautaweza. Sasa huoni hiyo nakujengea jeraha? Najenga jeraha kweli. Lakini mimi nimebezi sijabezi kwenye faida sana, yani kwenye vile vitu ambavyo ni vya hasara. Actually siwezi kukwambia. Siwezi. Alafu mbaya zaidi nitamchoma yule mwanaume. Yaani hata kama mimi ndo nimezingua, nitakwambia yani alikuwa ananitesa. Yaani siwezi kusema mimi eti mimi ndo nilikuwa namtesa, mimi ndo nilikuwa nachepuka sio nini. Hapana. Nitakwambia yani Juma alikuwa hajatulia, amefanyaje? Yaani actually hata kama ni wewe nikikuuliza mahusiano yako, huwezi kuniambia mabaya yako. Lazima utaniambia yule mwanamke ndo mbaya. Anazingua yule. Ndo kama kuna scenario moja ninayo. Mwanaume na mwanamke walikuwa na date. Walikuwa wanavaa t-shirt sare. Ikawaje? Sasa mwanaume akabaki na sana hizo sare. Mwanaume amebaki na t-shirt lakini ukimuuliza anakuambia mwanamke ndo mbaya. Sasa ni mbaya kwa nini? Kwamba hiyo nyingine ilichoma moto. Ndo atuelewe. Sasa tunamuuliza mwanaume kwani t-shirt nyingine iko wapi? Hapo si ajabu anasema dile ya kwake hana. Ni jambo la kushangaza. Sasa imagine picha kama hiyo. Sasa mwanaume yeye asemi mabaya yake. Anamtuma yule mwanamke. Wakati mwanaume ndo anazingua. Kama amekosea, unaweza kujua kwamba alikosea mwanamke. Kwa sababu wanawake wa sasa hivi wao hawaeleweki. Kwenye uchunguzi mwanaume ndo alizingua. Yani hamna mwanaume ambaye anafanya. Mimi unanibisha mimi ndo nafanya utafiti. Mimi nimefanya utafiti, mwanaume ndo kazingua. Ulifanyaje utafiti? Kwani unamjua huyo mtu? Mbona kama umefurahi hivyo? Au unaona scenario kama hiyo? Sina. Hebu wewe kwani kwanza uanze mahusiano. Ulishaachana na mtu yoyote au ulianza naye mpaka sasa hivi mko pamoja? Nishaachanaga nao. Sababu nani alikuwa anachoma? Ni wewe au mwanamke? Hakuna ile sababu unakuta kweli umefanya kosa lakini labda mkae chini mzungumze aishi, unakuta mtu ana hivi mwisho siku unaona hapa haifai. Sasa wewe kwa nini kama umeona nimekaa hataki tukae chini tuzungumze, ulitumia plan gani? Yani unatumia plan A B C, unakuta kumbe mtu pia na mtu mwingine, kwa hiyo unaamua tukugairi. Pole sana. Ila umelitoa moyoni mpaka umesikitika. Nimeona hiyo pole waniambia nikasema tu asante. Kwa hilo limetoka moyoni. Hilo limetoka moyoni. Unajua alafu kingine pia yani wadada wengi siku hizi hawaeleweki. Hawaeleweki kivipi? Kwamba ni leo anakuja mweusi kesho mweupe au haeleweki kivipi? Yani hawaeleweki, yani sijui nikwambie. Yani hawaeleweki yani kwenye kudumu yani kuelekea katika kudumu, kuelekea kwenye ndoa yani ni wachache sana. Ndio maana utasikia mtu anasema wanaume watulii sijui nini, hamna, bali anatafuta yule mtu ambaye ni sahihi. Okay, ni kitu gani ambacho unaona ni chanzo kikubwa cha mwanamke kutokutulia au kutokueleweka? Cha kwanza ni pesa.
Yaani wanawake wengi sasa hivi wanataka kufanya kwamba wakipewa pesa ndo waamini kwamba wanapendwa. Kumbe ni jambo ambalo silo. Ukimfanyia nini mwanamke anajua wewe unamfanyia nini mwanamke wako, yule mwanamke anajua mimi Tobias ananipenda. Yaani nikimfanyia nini? Yeah. Mimi upendo tu. Upendo, labda akihitaji kitu ambacho kiko nje ya ndani ya uwezo natekeleza hichi hivyo. Kwa hiyo ndo upendo. Sio upendo, yani mambo tu mbali. Sasa ndio ulichonijibu. Yako mengi tukisema sasa tuweze kuongea hapa. Mimi nataka kimoja ambacho hii ndo yani ndo the best kwa Tobias. Ukiona Tobias kamfanyia Mary kitu fulani, ujue Mary anapendwa. Sijakuelewa hapo vizuri. Sawa, natoa mfano kwangu. Hebu toa mfano hapo. Ili ujue mimi nakupenda. Nitakea, nitajali. Sasa si ndo maana nikakwambia nitampatia kitu ambacho anakihitaji kilicho ndani ya uwezo wangu. Mtu hawezi kuniambia sasa hivi nataka range 3 kama hivyo unipendi. Sawa, nikakwambia na shida na 5,000. Ukinipa 5,000 unanipenda. 5,000. Una shida alafu ninayo. Yeah. Kweli lazima kama care kawaida. Una shida ndio nitakusaidia. Okay. Kwa usipompa umpendi. Usipompa kama hauna. Au utakuta una upendo alafu umefanya jitihada zimeshindikana. Basi sasa haijawezekana unafanyaje? Kwanza uingie kwenye mahusiano, kitu gani kikubwa yani tukio gani kubwa ambalo mpaka kesho ukilisahau? Yani silisahau. Ndio. La kuachwa au yani mahusiano yako yote aidha hayo ulionayo sasa hivi ulioachwa, yani kwanza ujue mahusiano kitu gani ambacho hiki mpaka kesho sikisahau. Ni la kuachwa tu. Uliachwa. Kuachwa watu wanaachwa, yani kuachwa ni kawaida. Sasa hilo sio tukio. Uliachwa yani aliacha kwa sababu kipi? Mliangusha vikombe chako kikapasuka akaamua kuondoka au mlifanya nini? Yani ile tukio ambalo ili kweli for real. Yani kwambia kweli kipindi yani ninaingia kwenye mahusiano. Kuna mtu ambaye nilishai kumpenda sana. Yani unajua sana, yani sana ile kweli mko hivi na hivi. Lakini sasa akawa labda akiwa na shida ya vocha nini nampatia. Sasa siku moja nikawa sina chochote sielewi. Aliniomba shilingi 5,000 za Kitanzania. Unajua shilingi 5,000 za Kitanzania. Yani 5 alafu 0 ziko 3. Wezi amini nilishinda kutekeleza ile jambo alafu yani unatafuta huku na huku. Unakosa. Wezi amini niliachwa. 5,000 ya kutoa machozi. 5,000 yani 5,000 yani. Pole sana. Alafu mmetoka mbali mna kama miaka 2. Hivyo. Kwa ulikuwa na malengo. Malengo yalikuwepo ndio. Unajua mimi sio mtu wa kurukaruka sana. Yapo wanaona. Kwani mtu wa kurukaruka ndo kufanyaje? Hebu fafanua kurukaruka ni kufanyaje? Utamuuliza director wetu au ataweza kukwambia kurukaruka kwake. Mara yake ni nini? Okay, kwa hiyo director ndo fundo kurukaruka. Kwa nini hili swali ulipaisha kwa director? Yeye ni mtu ambaye kidogo ni yuko na uzoefu, afu ni mtu ambaye kidogo unaona hata umri wake pale umesogea. Age go. Yani afu ni mtu ambaye ukimuuliza jambo anaweza akakuambia kama basi tufanye assignment. Mimi nakuachia hiyo assignment. Muulize alafu kesho tukikutana kwenye chai na maisha tunakamilisha hilo. Hebu niambie. Nasikiliza. Yani nachotaka uulize ni kwamba tulikuwa tunaongelea nini? Umeniambia unaniachia. Unaniachia sasa tulikuwa tunazungumzia assignment ambayo nataka nikupe sasa. Umuulize kwa nini 5,000 inasababisha mahusiano ya miaka 2 yavunjike. Mimi naweza nikakujibu pia. Sitaki wewe ujibu. Nataka mwenye age go ajibu. Kwa nini 5,000 inavunja mahusiano ya miaka 2? Sawa. Naweza kumuuliza. Swali la pili, assignment ni 2. Maana weekend tunakutana pa Jumatatu. Sawa. Assignment nyingine. Ya pili. Kwa nini tuvae sare alafu t-shirt ibaki moja? Ile sare ambayo nilizungumzia. Sawa. Tutaweza kuliuliza hilo. Lakini kama mmeachana, sidhani hata kama kuna huo muhimu hata huyo mmoja kuwa nayo. Wote zinatakuwa kama mnachoma moto mchome kwa sababu hujui iko vipi. Kwani hujui kuvaa sare? Hapana, mimi sijui kuvaa sare. Okay. Bado hujapenda. Kipenda? Nikipenda tashona hadi kitenge. Hiyo ni hatari.
Sawa, basi sawa mtazamaji wa Gift Online TV, kwenye kipindi cha Chai na Maisha tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Nikusii tu wewe ambao unaingia kwenye mahusiano ama upo kwenye mahusiano, masuala ya nyuma achana nayo. Sio muhimu kufahamu wala sio lazima kujua. Cha msingi focus na mtu ulionaye, mtengeneze mtu wako kwa wakati huu ambao mko na. Hayo ya nyuma yatakuumiza, yatakujeruhi, alafu utakosa njia ya kutokea, pengine mtafika na nyie tamati alafu ikawa ni historia mbovu. Mwenzangu hapa F5 ilimtoa jasho miaka 2 ikawa kama ni dakika 3 ama 2. Baki salama, weekend jema.